Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza ofa ya dola milioni 5 sawa na zaidi ya shilingi bilioni 13 za Kitanzania kama zawadi kwa yeyote atakayesaidia kukamatwa kwa kiongozi wa kundi la M23 ambalo limeikamata miji miwili mikubwa ya mashariki mwa nchi hiyo. Taarifa iliyotolewa na serikali ya Kongo imesema zawadi hiyo itatolewa kwa atakayesaidia kukamatwa kwa Colonel Nangaa Bernard Bisimwa na Sultan Makenga. Nangaa ni kiongozi katika muungano wa kijeshi wa AFC ambao unajumuisha pia M23 na pia rais wa zamani wa tume ya uchaguzi nchini Kongo Bisimwa na Makenga ni viongozi wa juu wa M23. Mamlaka ya DRC pia imetoa ofa ya dola milioni 4 sawa na shilingi zaidi ya bilioni 10 za Kitanzania kwa taarifa zozote zitakazowezeshwa kukamatwa kwa usaidizi wa watu hawa watatu na wengine wanaotafutwa. Wakati hayo yakiendelea, serikali nchini Kongo kupitia kwa msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya amesema Kongo inapambana na Rwanda katika maeneo tofauti. Muyaya amerembia shirika la habari la DW kwamba Kongo inatafuta haki kwa haraka. Katika mahojiano maalum na shirika la habari la DW, Muyaya ambaye pia ni waziri wa mawasiliano na habari wa Kongo ameituhumu Rwanda kwa kuhusika moja kwa moja na mgogoro unaoendelea mashariki mwa Kongo, akisema wanaendelea kuzishambulia kwa mabomu kambi za wakimbizi, hospitali kuu na watu wasio na hatia na wasanii. Akizungumzia uwezo dhaifu wa jeshi la Kongo kiasi cha kushindwa kuepusha miji kuanguka mikononi mwa waasi, Muyaya ameeleza hali kuwa tete. Aliongeza kwa kusema kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame aliamua kupigana vita nchini Kongo kwa sababu ya mageuzi yanayoendelea Kongo na mafanikio yaliyopatikana. Muyaya alisema haiwezekani kusuluhisha matatizo yanayolikabili jeshi la Kongo wala kukabili mageuzi katika jeshi katika kipindi cha miaka 5 ya awamu ya utawala wa urais, lakini Kongo itaendeleza nguvu zaidi na kuendelea na mchakato wake wa mageuzi kuhakikisha jeshi linakuwa imara na nguvu. Muyaya pia aliituhumu Rwanda kwa kuwa nchi ya uongo, akisema ni wazi kwamba Rais Kagame anafahamu vyema zaidi kuliko mtu yeyote kwamba wanajeshi wako katika ardhi ya Kongo na baadhi yao wanakufa huko. Muyaya alikumbusha kuhusu mahojiano yaliyofanywa na Kagame na kituo cha televisheni cha CNN, na alipoulizwa kama wanajeshi wake wako nchini Kongo alisema afahamu. Kuhusu uwezekano wa mkataba wa madini kati ya Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Muyaya alisema lengo la kwanza ni kutanua wigo wa washirika hao. Kama miongoni mwa washirika hao ni Marekani, anadhani hilo lilikuwa lengo kuu la Rais Tshisekedi. Muyaya alisema wapo pia wa China, wa Japan na nchi nyingine kama vile India na Uswizi. Muyaya aliongeza kwa kusema madini ya Kongo yanaibiwa na wamekuwa wakifanya juhudi kuzuia wizi huo, kuhakikisha madini yanauzwa kwa njia ya haki, lakini vita vinavyoendelea vilianzishwa kwa lengo la kuvuruga mchakato mzima wa mageuzi na kukwamisha juhudi za kudhibiti sekta madini nchini Kongo. Hii ni Toka Zamani TV News Up to Date. Mimi ni Shehani Mzeina.